Watazamaji wa Pendo TV, siku ya leo nina furaha kuu kwa ajili ya kuungana na wewe kwa ajili ya kipindi chetu cha Jifunze na Mama Mjane. Nafikiri siku nyingine ulikuwa hapa na mama fulani ambaye ni mchungaji na akakufurahisha, akakujenga katika imani. Wale ambao mlinipigia simu ya kwamba hiyo mafunzo ilikuwa mzuri, nimemuita pia amerudi kwa ajili ya kuendelesha kipindi hiki na ninajua kwamba mtabarikiwa sana. Kwa hivyo karibu mtazamaji wa Pendo TV, tunapoanza kwa ajili ya kuhimizana. Kaa hapo, tulia, tuendelee pamoja. Karibu pastor. Asante sana. Amen. Sasa utajitambulisha pia, utueleze watazamaji jina lako, alafu tutaendelea kutoka hapo. Namshukuru Mungu sana kwa majina. Ni Caroline Odur Omonti kutoka sehemu za Siaya County, Ugunja. Mimi kwa majina naitwa Bishop Catherine Sofia Malenya wa kanisa la Faith Believers Church hapa Kakamega. Kwa hivyo nashukuru sana kwa ajili ya mpendo ambao Mungu amemleta mahali hapa. Nitampea tu nafasi kwa ajili ya kuendelesha, kwa sababu aliwachia mahali ambapo alisema akirudi ataendelesha. Karibu sana, uendelee na kufundisha wamama wajane. Okay. Nashukuru Mungu na nakumbuka kuna wakati nimekuwa hapa na tukaongea sana, nikatoa ushuhuda wangu juu ya ujane. Sasa leo tena nimerudi, Mungu amenipa tena nafasi nyingine nikuje. Kwa hivyo nataka kuzungumzia mambo kidogo tu kuhusu maisha ya mama mjane, ama yale mama mjane anafaa kuzingatia. Ya kuwa unaweza kuwa umemaliza muda katika hii hali, lakini watu wengi katika hii hali wamekuwa wa kujilaumu, wamekuwa wa kumlaumu Mungu, wamekuwa wa kulia na kujihurumia. Lakini kwa yale nimejifunza kidogo katika hii hali, nimeonelea ni vyema pia mimi niyazingatie na nifunze wengine. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo inafaa mjane azingatie ni kuwa ajue ya kuwa huo ni msalaba wake. Hilo ni jambo la kwanza. Inafaa ajue huo ni msalaba wake ambao amepewa, na huo msalaba hawezi share na mtu mwingine yoyote. Kwa hivyo unapopitia katika hii hali ya ujane, ujue ya kuwa jambo la kwanza, huu ni msalaba wako na utaubeba wewe mwenyewe na utashiriki katika hali yake wewe mwenyewe. Yawe ni hali ya maumivu, yawe ni hali ya upweke, iwe ni hali yoyote ile. Jambo kuu ujue kuwa ni msalaba wako. Jambo la pili ambalo ningependa wajane wajue ni kuwa usilazimishe kuruka hatua ya kuombeleza. Inafaa uomboleze. Unajua katika hali ya wokovu unapata wajane wengi wanashurutishwa ya kuwa wewe kwa sababu umeokoka huwezi omboleza, huwezi fanya hili na hili. Lakini kile mimi ningependa wajane wazingatie ni kuwa hali ya kuomboleza mpaka iko, kwa sababu wataalamu wa akili wanasema ya kuwa maombolezo ya kufiwa yana hatua kama 5 hivi. Kwa hivyo ukiruka hizi hatua utapata zinakusumbua na zinakuwa na shida katika maisha yako. Kwa hivyo hatua ya kwanza katika hii wataalamu waligundua ni kuwa kwanza unakataa, ya pili kuna hasira, ya tatu kuna kutafuta mapatano, ya 4 kuna msongo wa mawazo, ya 5 kuna kukubali. Kwa hivyo hizo na sitazifafanua, lakini najua ni hayo mambo wajane wanapitia, kwa sababu kwanza unakataliwa, ya pili hasira ile inakushika, ya 3 unatafuta vile unaweza pata mapatano, kwa sababu unapata wale ulikuwa umepatana nao awali hawako karibu na wewe tena na unabaki ukiwa mpweke. Kwa hivyo utawacha muda ikuvukishe katika hivi vipindi vyote. Ukubali ukataliwe, hiyo hasira pia ukubali iwe kwa muda, utafute mapatano, and then msongo wa wazo ule pia mpaka uwe, kwa sababu hautakuwa kwa ile hali ulikuwa kwa muda hapo zamani. Kwa hivyo watu wengine inawachukua muda mrefu sana, na wengine pia inawachukua muda mfupi, kutegemea. Amini tu baada ya muda fulani utaanza kuwa sawa
na usilazimishe kujisikia ambavyo hujisikii. Muombe tu Mungu na akuvukishe katika hizo hatua. Unajua wengine wanajilazimisha kuwa mimi niko sawa na ilhali wanajua vizuri hawako sawa. Kwa hivyo acha tu Mungu akuvukishe pole katika kila hatua. So unasema akubali msalaba ni wake. Msalaba na mzaa amekufa. Amemwacha. Sasa akubali boma na watoto na kila kitu ni yeye. Ni yeye. Kwa sababu unapata wengine wanafikiria wanaweza share hii msalaba. Ukiona kuwa wewe umefiwa, unaweza taka uwe pamoja na yule ambaye hajafiwa na unapata hamtaendana. Wewe mpaka ukubali. Ukubali na ujue ya kuwa huu msalaba ni wako. Kwa hivyo watu wengi ambao wamefuata wanatafuta wajane wenzao ama wanatafuta wale ambao wako peke yao, kwa sababu hamtaunganika tena hata kama mlikuwa marafiki wa familia na wengine ambao wako na waume zao, kwa sababu kama mlikuwa 4 sasa wajua umebaki 3. Kwa hivyo mpaka itabidi huu msalaba wako ubebe tu vile wewe umebaki. Jambo la 3 ni kuwa huzuni nayo haishi ila utajitahidi. Hiyo nayo Mungu anatuonyesha katika kitabu cha Warumi 4:19. Maumivu inaenda kulingana na miaka. Maumivu ya mwaka wa kwanza hayalingani na ya pili, lakini huzuni haishi kwa sababu kila mara utakuwa pengine, yani kila wakati mama mjane kitu yoyote kitokea ambaye imfurahishi lazima aomboleze, lazima awe na huzuni. Ndio sababu hiyo tunasema wakati akona mambo ni mazuri anakuwa vizuri kidogo. Anakuwa wakati mambo inaenda makosa anafikiria kule. Kwa mfano mtoto anaweza fukuzwa shule. Utasema fulani angekuwa angeshika hapa na ingeenda. Hiyo ndio tamasha. Kwa hivyo kuomboleza aishi kwa mjane. Aishi. Inaisha pole kwa muda sana. Saa zingine ukienda kanisani, ukitazama mahali ulikuwa mnakaa, pengine ulikuwa mnakaa pamoja ama mlikuwa anakaa mahali fulani, ukiwa hapo unamuona, unapata hii bado. Saa zingine ukiwatazama watoto unaangalia unasema unahuzunika. Saa zingine unaona marafiki zake wale walikuwa mnatembea pamoja, unasema angekuwa tungeenda kutembeleana ama tungefanya hili na lile. Unapata tu bado ile kitu tu. Na zaidi sana ukiingia chumbani, pengine ulikuwa umezoea tunakaa pale pamoja. Saa hizo utajikuta uko peke yako. So mpaka utapata ile huzuni bado pia inakuja. Sasa kwa sababu kuna siku mama mwingine aliniambia anataka aombewe kwa ajili apate ndoa, sababu anatamani tu mtu hata wa kuongea hapo tu naye. Sasa wewe unasema ukifika kwa mahali kama kwa Petro unajikuta uko peke yako. Uongee na Mungu wako na ndani. Hakuna wa kushare naye. Kwa sababu kwa kusema ukweli kuna maneno huwezi share na watoto. Sawa. Sasa ndio nasema hiyo huzuni haishi inapungua lakini haitaisha. Kuna wakati saa zingine Mungu amekujalia umepata hela zako, utasema fulani alikuwa anapenda chakula hiki, angekuepo ningenunua, ningempikia. Sasa unaona hiyo pia kuna kitu inatonesha. Ukikosa unahuzunika. Ukipata unasema angekuwa. Sasa hakuna kusahau. Ukikosa kitu hata kama unajua tu ndio unaweza tafuta upate, lakini roho nyingine inakwambia angekuepo. Ningepewa. Ukisikia kitu cha kufurahisha unasema angekuepo. Nimetembea kwa mfano sasa hivi niko Pendo TV. Ningerudi niwaambie unajua nini? Nimeenda pale kuko hivi lakini hakuna mtu wa kumuelezea. Sawa. So hilo ndio tunasema huzuni kwa haifanye nini? Haishi, huzuni tu iko pale. Sasa hakuna muda ambao moyo utafanya nini? Utatulia. Lakini hicho kipindi kitafanya nini? Kitapita. Bora tu ukubali Mungu akupitishe hapo. Kwa hivyo vipindi nataka kuongea tuko vipindi 5 alafu tunaacha. Kipindi cha 4 ni kuwa watu watabadilika.
watu watabadilika. Marafiki mliokuwa nao na mumeo kwa namna moja au nyingine watabadilika. Hamtakuwa tena na ukaribu sana kama zamani. Hawakuchuki, jambo la kwanza mlikuwa hawakuchuki, lakini ile hali imefanya mpaka wabadilike. Kwa sababu pengine mlikuwa marafiki couples na sasa wewe umebaki peke yako. Hamwezi endelea vile mlikuwa. Sasa ambao mlikuwa karibu sana, huu karibu utakufa au kubaki tu umeshikiliwa na uzimwe mbamba sana, kwa sababu mlikuwa mmezoeana watu 4 na sasa mko 3. Sio rahisi vile. Kwa sasa unatakiwa kama mama mjane uwe na hekima. Usilazimishe urafiki, maana tayari hamwezi kuwa 3. Kama mlikuwa mnaenda outing pamoja na kutembeleana, haiwezekani sasa, sababu ile ilikuwa yule anatoka na mke wake, wewe unatoka na mume wako, lakini sasa hiyo hamwezi enda 3. Sasa hivi unasema watu mpaka utaona mabadiliko kwa watu, ila Mungu atainua watu wengine kabisa na kuambatana nao, na kwa sehemu kubwa watakuwa wajane wenzako, watakuwa wamama ambao wanaishi peke yao ama single mothers, na wale watu wako ambao kweli ni wako haswa. Unajua kuna watu hata nini itendeke kwa maisha yako hawezi kukuachilia. Wako. Sasa ndio tunasema kuwa jambo kuu mjane azingatia kwa kuna watu watabadilika kwa maisha yake na si kuwa wanamchukia. Sasa hao watu wenye unasema hawatakuaja kabisa kwa maisha yako ni kama, kwa mfano ni kama nani? Unajua kama dada yako, ndugu yako, mama yako, wao hawezi badilika. Hawezi badilika. Baada atabaki tu ndugu yako. Hata kama yeye alikuwa na mke wake ni ndugu yako, kwa sababu ile uhusiano ya ndugu dada iko. Lakini hao marafiki kwa sababu unajua saizi hata ukiwa peke yako utembelee mtu ambako na mume wako kwa masiku, unajua kuna shuku inaanza hapo. Huyu naye kwa nini? Siku hizi kwa nini? Na unajua hapo zamani ilikuwa mnatembeleana. Lakini ukibaki peke yako mpaka Mungu akupe hekima sana. Sababu binadamu wako hivyo. Tunaelekea jambo la 5 na ambaye ningependa kwa siku hii ya leo iwe la mwisho, ambaye mjane nafaa zingatie. Mjane kwanza azingatie afya yake. Naweza sema ya kuwa hii kipindi cha ujane kimefanya wamama wengi wamepata magonjwa ambayo pengine hawakuwa nayo. Kwa sababu napata ile huzuni inafanya mtu anakosa kula. Ile huzuni inafanya mtu anakuwa na mawazo. Umesikia pale kuna hatua ile hata msongo wa mawazo ile iko pale. So unapata hivyo. So tunahimizwa kwa tuzingatie afya. So unajua wacha kwa hiyo afya niongelee kidogo. Wale wamama wachane ambao wanapatwa na magonjwa na kutokuwa na mwelekeo, wale wana hekima. Anaona tu vile yeye ni mjane, sasa ana mtu mwingine ataokopa, ama hakuna kitu itamzuia kufanya chenye anataka. Kwa hivyo kama wewe ni mjane na uwezi kujisuia, wewe mwenyewe uwezi kujitunza, hakuna mtu atakutunza. Alafu ukishinda tu ukililia watu, yani uwezi fanya kazi kutafuta pesa mwenyewe upate kwa mikono yako. Kazi yako ni kulilia mashemeki, kulilia mandugu. Sasa hapo lazima utapata magonjwa, sababu utalilia jirani ama rafiki ama mtu yoyote na atakuja kuambia basi nitakuwa nakusaidia. Kumbe anataka akuambukize magonjwa. Kwa hivyo sasa wamama lazima hata kama wewe ni mjane kuwa na kitu chenye unafanya ya kuletea pesa wewe kama mama. Sababu kuna wamama wengine walikuwa wamezoea kila kitu anafanywa na mzee. Sasa wakati mzee anatoka inakuwa shida sana. Ambia tu wamama wenye pata hata wako na wazee kuanzia leo waanze kujizoesha kujitafutia. Wasikae tu kuletewa kila kitu. Sawa, endelea. Okay, kuhusiana na mambo ya afya, ningependa kuambia watazamaji kuwa inafaa mama awe na kitu cha kufanya. Utafute kitu cha kufanya, kwa sababu katika hii safari ya wokovu nayo utamtumikia Mungu bila kutoa, sababu Mungu andiko lake linatimizwa na matoleo. Kwa hivyo ukikaa tu pale chini ati unajihurumia, wewe unataka ulie,
Unajua kulia na kuomboleza ni tofauti. Unaweza kuwa unaomboleza kupitia ndani ya roho yako, lakini mwili wako umeipatia nguvu. Kuomboleza nafikiri ulikuwa umewaambia awali. Kuomboleza ni kumfikiria wakati kuna kitu inafanyika. Si atu kulia machozi. Kuparara hapana. Unakuwa msafi, unajitunza, unaangalia masaa yako ya kula kama hauko maombi. Na unajitafutia chakula ambao unajua hii nikikula ni nzuri kwa mwili yangu. Sio chakula ya bei, lakini vyakula ambavyo vinaleta afya kwa mwili. Kwa hivyo kitambo upate chakula ambacho kinaleta kwa afya, ni lazima wewe kama mama ambao umebaki ujitume. Usipojituma utabaki hapo unajihurumia, utabaki hapo unaombaomba, utabaki hapo unalialia, na hizi ndizo vitu zinapeleka mtu umeingia kwa dhambi. Kwa hivyo yule mama ambaye hajitumi ni mama ambaye ni rahisi sana kuingia kwa dhambi na kuingia kwa mitego nyingi ambazo zimewekwa. Bora tu baki hapo, ujue kuna mitego iko mbele yako. Kwa hivyo kukwepa hii mitego ni ujitume na uzingatie afya yako. Nadhani kwa leo nilikuwa naonelea nikifika hapo ni vya mama. Sasa hiyo mambo matano nafikiri mtazamaji wapendo, kama utaishika na uifuate itakusaidia. Kwa sababu haijainisa mjane peke yake. Pia hata wewe mwenye pato si mjane inaweza kukujenga na kukuandaa. Kwa sababu maisha ya dunia hii mwenye anajua ni Mungu. Sasa usiseme tu ni ya wajane waje wasikie, hapana. Pia wewe unaweza isikia mahali na itakujenga. Kwa mfano kama hii yenye amesema ya afya, mwenyewe ni kujitunza na kujiheshimu. Haihusu wajane peke yake, inahusu kila mama. Unajua mama ambaye anakaa na mawazo ya kufikiria kitu ya kufanya ana wakati wa kukaa kihusunika. Anafikiria hii na usiku imefika. Anaomba, anafanya shughuli zake, anaenda mikutano ya kanisa. Akikaa kwa mikutano ya kanisa sasa na wenzake hata fikiria kitu mbaya. Sasa kama wewe ni mjane ukitaka kuishi vizuri, okoka ukae ndani ya Kristo. Na ukikaa ndani ya Kristo, Kristo atakutunza, atakuelekeza, atakuheshimu. Lakini mjane ambao umewacha watoto nyumbani, umefaa longi, umepaka makucha, sijui nini, yaani sasa umesahau ya kwamba wewe ulikuwa bibi ya mtu. Rudi tu nyumbani, okoka, nyenyekea na ukae kwa boma yako. Mchungaji ambaye inafanya wajane wanatembea kitu cha kwanza ujikubali kwa ujane ulishakukuta. Jambo la pili, wajane wengi wanaona kana kwamba bado ni wadogo na ni warembo. Sasa hili jambo limeshawasukuma kwa mitego. Na sasa hiyo imeandikwa kwa Biblia. Kama hujafikisha miaka 60 na bwana yako ameaka, unapewa ruhusa ya kuoleka na si kutembea, lakini si kuhangaika. Sasa unapewa ruhusa ya kuenda kutafuta mjane mwenzako ama mtu mwenye amekupenda na ana bibi na uoleke. Paka ufikishe miaka 60 ndio utaruhusiwa kuoleka. Sasa unaona? Sasa wajane wajanga tunawaomba. Kama unaona uwezi kujisuia kukaa, oleka. Nafikiri tusiende sana waje tufika hapa kwa siku ya leo. Na Mungu akubariki sana mgeni wetu wa leo. Asante. Na usiti kukuja. Amen. Sisi kama Pendo TV tunakupenda. Amen. Na najua mafundisho yako ukiendelea kuja itasaidia watu wengi sana. Watabadilika, wataokoka na itakuwa vizuri. Na kabla tufunge, kabla uombe, nimeona umetembea na wageni. Na hii ni Pendo TV inatazamwa na watu wengi sana. Ni station ya Kikristo. Kwa hivyo ningependa kama wanaweza kuja wasalamie tu. Alafu ndio tumalizia. Alafu ndio tuombe tufunge, itakuwa vizuri. Asante sana. Na watu kutoka Siaya mpaka hapa na wasionekana kwa screen. Ni vibaya. Tumewakaribisha. Kwanza wewe ni mtu wa furaha sana. Siku ya leo tumekuwa na wenzetu hapa ambao tumetoka nayo Siaya wote. Tunawakaribisha katika kikao hiki, wajitambulishe na kama wako na neno moja au mbili watawaambia. Asanteni sana. Karibuni wapendwa.
wale wapendwa hawa. Amen. Tunashiriki nao katika Nyanza Peace Prayer Summit. Peace Prayer Summit ni brainchild ya mtume. Asante sana, nataka kila mmoja wao ajitambulishe. Tumeshukuru Mungu kwa siku ya leo. Kutembelea Pendo TV, tumeshukuru sana kwa Bishop, the Bishop in charge na Bishop Ribanex kwa kuleta hapa. Kwa majina mimi naitwa Jackson Otieno, katibu mkuu wa Nyanza Region Peace Prayer Summit. Zaidi ya yote nimeokoka, niko na watoto, niko na bibi nimeoa, niko na watoto wawili. Tumejifunza mengi kupitia kwa mchungaji Ribanex, our Archbishop, kukuza na kueneza vijana au wahubiri wadogo kama sisi. Tuzidi kukaa kwa kubwa, tujifunze ili Mungu akue Mungu. Wacha nimkaribishe mkuu wangu ambaye pia ni Bishop Chris George, aendeleze kutoka hapo. Tumeshukuru sana kwa Pendo TV. Bwana sifiwe wapendwa na watazamaji wote. Kwa majina ninaitwa Reverend Bishop Apostle Chris George. Mimi naye natoka sehemu za Nyanza, eneo la Bondo, sub county. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Zaidi yote nimeoa, niko na mke na watoto wanne. Leo siku ya leo tulifurahia kwamba tutembelee Pendo TV pamoja na askofu wetu Ribanex ambaye pia amekuwa mzee wetu kama chief advisor wetu kwenye kongamano letu la Nyanza Peace Prayer Summit. Niko mahali pale kama coordinator. Na nimefurahia sana kuhostiwa na mchungaji wetu Bishop Salom, na Mungu akapate kuwabariki na kuwainua. Zaidi yote tumejifunza mambo mengi sana, na Mungu akapate kubariki pia na mama pia amejifunza mambo ya ujane na vile mama mjane anaweza ishi. Haijaguza tu wajane peke yake, nimeguza kila namna, na kama ulikuwa unasikiza at least hata umekuwa na umejua namna gani utaanza kujilinda. Kwa hayo nashukuru Mungu na Mwenyezi Mungu akapate kuwabariki. Amen. Amen. Nashukuru sana Pastor Caro. Karibu sana siku nyingine kwa station hii ya Pendo TV, maana ni station ya Kristo, inaeneza injili ya Yesu, na tumeshukuru, tumefurahi kwa sababu yako kutuletea wageni pamoja na Bishop. Kipindi hiki cha Jifunze na Mama Mjane ni kipindi ambayo tutakuwa tunakutana kila mara na pastor, kwa sababu umeona vile ako na mafunzo mazuri. Tutakuwa tunamwalika kila wakati na tunaendelea kufundisha na yeye. Kama wewe ni mama mjane na uko mahali ungependa kuonekana Pendo TV, utatupigia simu, na wakati utapika simu tutakufikia ama tutakualika mahali hapa ili ukuje pia wewe ukaweze kuhimiza wengine. Kwa hivyo siku nyingine utanipata kwa show, mimi nakufanyia interview, siku nyingine utakuta Karo. Karibu sana na Mungu amani awabariki. Na kabla tuende tutaomba. Ninaomba kuomba pamoja na wewe. Baba, katika jina la Yesu nakushukuru kwa sababu ya neema yako. Naombea mtazamaji wa Pendo TV mahali popote aliko, kila mmoja ambaye ametazama kipindi hiki cha mama mjane siku ya leo. Tunashukuru Bwana wa majeshi, ukaweze kumkusa na kumtendea mema, ukamuinue katika maisha yake. Wale walikuwa wamepungukiwa ukawajaze imani, wale walikuwa wana mwelekeo wapatie mwelekeo. Asante Mungu wa majeshi kwa sababu utawatendea na utabadilisha. Wale walikuwa hata mama wajane ni wagonjwa, ninawaombea uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Mama mjane ambaye amekaa fanyi chochote, ninaomba baraka juu ya maisha yake, fungua akili yake, mpatie chochote ambacho anaweza kufanya kwa ajili ya kujiendelesha. Asante Mungu wetu kwa sababu ya siku ya leo. Ni kwa Yesu mkombozi nimeomba na kuamini. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Amen. Hallelujah.